Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Siku ya leo huko Lagos nchini Nigeria kuna tukio kubwa sana ambalo linafanyika kati ya Jux pamoja na Priscilla. Ni kama vile ni ndoa fulani hivi ya kudumisha tamaduni za huko nchini Nigeria. Kama ambavyo tunafahamu kila nchi au kila kabila linakuwa na tamaduni zake. Sasa tayari tulikwisha kamilisha tamaduni za Kitanzania, lakini siku ya leo ilikuwa ni siku rasmi kwa ajili tu ya wa Nigeria kudumisha tamaduni zao. Na siku ya leo nitakwenda kukuonesha bana ni nani ambaye amependeza zaidi katika hizi nchi mbili tofauti, ukiangalia Tanzania pamoja na Nigeria. Yani ni nani au ni watu kutokea nchi ipi ambao wameonesha ni kwa namna gani wanajua kuvalia. Sasa nitakwenda kuonesha watu tofauti ambao watu hao bana basi ni kama competition fulani hivi ambayo ikionesha ni kwa namna gani watu wanajua kupendeza. Kwanza kabisa tukianza na hawa maharusi wetu Jux pamoja na Priscilla, ni watu ambao wamepigia mavazi fulani hivi bana, tunaweza kusema ni mavazi ya kiasili sana huko Nigeria. Tumeshazoea wa Nigeria mavazi haya wamekuwa wakiyatumia sana, tumekisha shuhudia katika movie zao, lakini pia katika nyimbo zao bana wamekuwa wakitumia haya mavazi kwa ajili tu ya kuendelea kudumisha tamaduni zao. Sasa tunaweza kuwapongeza pia bwana harusi pamoja na bibi harusi kwa hayo mavazi ambayo wamevalia kama ambavyo inaonekana hapo katika screen yetu. Hebu tuende tuone katika mataifa haya mawili, Tanzania pamoja na Nigeria, ni wakina nani katika wageni waalikwa ambao wamealikwa katika harusi hii ya kiasili, ni wakina nani ambao wamependeza zaidi. Hebu tuende tukaangalie. Mtu wa kwanza kabisa kwa upande wa Nigeria, huyu ni kaka wa Priscilla. Unaweza kuona ni kwa namna gani amependeza kweli kweli. Ukiangalia namna ambavyo amevaa kofia yake, ilo vazi lake, lakini pia miwani yake na hako kafimbo ambacho amemechi nacho, basi unaweza kuona ni kwa namna gani huyu kaka alipendeza kweli kweli. Na alimshtua sana Juma Lokole. Juma Lokole akamposti kwenye ukurasa wake wa Instagram, akaandika ni nani ambaye anaweza akampiku huyu kaka kwa namna ambavyo amependeza katika hii shughuli ya mdogo wake. Na tukaweza kusema mtu ambaye pia amependeza kwa upande wa Tanzania, basi tunaweza kumshindanisha na huyu kaka wa Priscilla, basi ni MC Garabi. Unaweza kuona namna ambavyo MC Garabi ameamua kupambana na yeye kwa upande wake kulivalia hilo vazi la kiasili la Nigeria. Basi unaweza kuona na yeye ni kwa namna gani amependeza kweli kweli. Ukiangalia kofia kake kapo pale, kamiwani na namna gani vipi unaweza kuona hilo licheni fulani au kama lishanga hivi ambalo wa Nigeria wengi wamezoea kulivaa wakivaa hili vazi lao. Bana MC Garabi tunaweza kumpa shout out sana, ni kwamba amependeza kweli kweli. Na wewe msikilizaji, unaweza kuona ni nani ambaye amependeza. Unaweza kupiga kura yako kati ya MC Garabi na huyu kaka wa Priscilla. Nani ambaye ameweza kuipata kura yako aliyependeza zaidi kati ya hawa watu wawili ambao ni mwashindanisha katika nafasi hii? Lakini watu wengine kwa upande wa wanawake huko Nigeria, basi huyu ni mama wa Priscilla, mama wa bibi harusi. Unaweza kuona mama ana vibe kweli kweli, namna ambavyo ana furaha. Bana hatuwezi kuihadisia hiyo furaha yake, lakini tunaweza tukamkagua mama juu mpaka chini, kuanzia hilo lemba ambalo amefunga mpaka hapo chini namna ambavyo anacheza. Basi unaweza kuona mama Priscilla amependeza kweli kweli. Ni nani ambaye ataweza kumpiku mama huyu? Ni nani ambaye atapendeza zaidi ya mama Priscilla? Kwa upande wetu wa Bongo tukaweza kumshindanisha mama Priscilla pamoja na mrembo wetu mlimbwendo mwanadada Nandy the African Princess. Bana Nandy na yeye ameweza kuivaa shughuli, tunaweza kusema kiufupi na yeye ameweza kupendeza. Hebu muangalia the African Princess namna ambavyo amependeza. Ukiangalia hilo gauni lake, lakini pia namna ambavyo hiyo rangi ameweza kuimechisha vizuri pamoja na hicho kipepeo chake. Bana tunaweza kusema Nandy
ameivaa shughuli kweli kweli, lakini pia amesifiwa na watu mbalimbali maarufu wakionekana ni kwa namna gani Nandy amefanya ubunifu mkubwa wa hako kagauni kake. Hebu angalia mrembo huyu akiwa anajipepea fulani hivi, anaonesha madoido fulani kama ambavyo tunamjua Nandy sio mtu wa show mbovu. Sasa unaweza kumpa kura yako nani kati ya Nandy pamoja na mama mkwe huyu wetu mama Priscilla, ambaye na yeye ameonesha ni kwa namna gani vazi hilo limempendeza. Unaweza kumpa kura yako nani, mama Priscilla au Nandy the African Princess? Nani ambaye amependeza zaidi kati ya hawa watu wawili? Lakini pia mtu mwingine kwa upande wa Nigeria, huyu ni mjomba wa Priscilla. Sasa wanasema mjomba ni mama. Bana, tumeweza kujionea mambo makubwa sana huko Lagos nchini Nigeria, namna ambavyo huyu mjomba amevaa bana, na namna ambavyo amejidesign uso wake. Watu wakashangaa wakasema ni nani huyu, ni mcheza movie au ni mchekeshaji? Kwa nini ameweza kujiremba kiasi hichi? Unaweza kudhania ni mtoto wa kike, lakini unaweza kusema huyu ni mjomba wa Priscilla, ameamua kutokea hivyo. Lakini pia hii ni ndoa ya kudumisha asili zao. Hatuwezi kujua asili zao zinawataka pia wanaume wajirembe na wajipambe kama ambavyo huyu mjomba ameamua kujiremba namna hii. Watu wameshangaa sana kuiona hii video na kumuona namna gani huyu mjomba ameonekana ni wa moto kweli kweli. Kwa nini ajirembe kiasi hichi? Bana, hii picha imechangaza sana watu wengi na imechekesha kwa kiasi kikubwa sana. Watu wameshindwa kumuelewa huyu mjomba wa Priscilla, japokuwa amependeza. Ukiangalia vazi lake hilo linamuonesha ni kwa namna gani limemtoa kweli kweli, na limemuonesha ni kwa namna gani yeye binafsi amependeza kweli kweli. Na mjomba tunaweza kumshindanisha na nani hapa nchini Tanzania? Mjomba bana, tukaweza kumshindanisha na msanii Diamond Platnumz akiwa pembeni na msanii wake D-Voice. Ambapo angalia hilo vazi la msanii Diamond Platnumz, namna ambavyo limemkaa, lakini pia namna ambavyo ametilia kacheni chake. Yeye hajataka zile cheni za wale wa Nigeria, yeye ameweka cheni zake za kisasa zaidi ambazo anazifahamu yeye. Siku zote Diamond Platnumz amekuwa ni mtu ambaye anapenda kuvaa tofauti na watu wengine, na ndio maana watu wengi wamekuwa wakidai msanii Diamond ni mtu ambaye ana mashauzi mengi, na tunaweza kusema sio mashauzi mengi. Diamond Platnumz yeye binafsi anapenda kuwa tofauti sana na watu wengine, namna ambavyo wanavaa, basi yeye akiwaangalia anaangalia ni namna gani ambavyo atatoka. Lakini pia msanii wake kutokea record label WCB D-Voice, na yeye pia tunaweza kumpongeza kwa namna gani ambavyo amevalia. Sasa tunaweza kumpigia nani kura kati ya watu hawa wawili? Kati ya mjomba wa Priscilla ambaye ameonesha madoido yake katika vazi lake, lakini pia katika mwili wake, yani ngozi yake, uso wake, namna ambavyo amejiremba, unaweza kumpigia nani kura? Mwanakaka kutoka Nigeria, mjomba wa Priscilla, au unampatia kura yako msanii Diamond Platnumz pamoja na D-Voice, namna ambavyo walitokelezea? Lakini mtu mwingine ni mrembo wetu Posh Queen, mwanadada Posh Queen, na yeye hajataka kupoa. Ameonesha ni kwa namna gani na yeye ni mrembo na anaweza kuvutia kama ambavyo wengine wameweza kuvutia. Lakini pia mtu mwingine kutokea Tanzania ni Ommy Dimpoz. Hebu angalia huyu kaka ambavyo ametokelezea katika hii ndoa ya Priscilla pamoja na Jux. Ni kwa namna gani wa Tanzania na wao wameonesha wanaweza kuvalia hili vazi la kitamaduni la huko nchini Nigeria. Wamependeza kweli kweli. Ukiangalia msanii Diamond, D-Voice na wengine wengi bana wameweza kuivaa hii shughuli ya Jux pamoja na Priscilla, na ni furaha ya namna gani ambayo Jux anayo kwa kuona wasanii wenzia, lakini pia marafiki wakitokea huko nchini Tanzania kwa ajili tu ya kuhudhuria hiyo ndoa ya kitamaduni ambayo imefanyika huko Lagos nchini Nigeria. Ni upendo mkubwa ambao wasanii hao wameweza kumuonesha msanii mwenzio, msanii Jux. Sasa unaweza kupiga kura yako, ni nani ambaye unaona amependeza zaidi kati ya hao ambao nilikwenda kuwashindanisha? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na kutani on notification ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata habari zetu za kiburudani ambazo zinakiki na kumake headline ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Niseme tu bye bye mpaka wakati mwingine, ama chao.